Odinga. Na picha zilizomo kwenye kiwambo chako mtazamaji ni kwamba ni tayari watu wamejaa katika uwanja wa Kasarani pamoja na msafara ambao unaonekana kuelekea katika uwanja huo wa Kasarani. Yaani bila shaka mtazamaji, watu wengi wamejitokeza kwa idadi kubwa sana. Na kuna ishara moja ambayo inatumika, ishara ya haya matawi yani hata kwa barabarani kama gari lako lina hili tawi, unafaa kushikwa na wasiwasi kidogo kwa sababu itabidi ununua hili tawi. Na matawi haya bila shaka ni ishara ya mtu ambaye ameaga dunia, yani mtu ni ishara maombolezo tuseme Kwa tamaduni za Jaluo. Tamaduni za Wajaluo. Bila shaka na ndio sababu na kwamba matawi yanatumika na watu wengi sana, na hasa katika hizi picha za moja kwa moja kutoka Kasarani, wana kila mtu ana hilo tawi, yani kwamba maombolezo yanaendelea. Na tayari wamemiminika pale, wamejaa wanasubiri mwili wa mwenda zake Raila Odinga kuwasili ili waweze kutimiza hili, yani waweze kuridhika kwamba wamemwona kiongozi wao na kuthibitisha kweli kwamba ameondoka, hayuko tena. Hili linamaanisha kwamba bado Rais William Ruto walikuwa wameandamana asubuhi, na pia alikuwa rais wanne wa taifa hili Uhuru Kenyatta kwa mapokezi ya mwili wa Raila Odinga bado wako kwenye uwanja wa JKIA, labda kwa maelekezo zaidi. Pia tulikuwa tumeona viongozi kutoka matabaka mbalimbali, hususan viongozi wakuu serikalini walikuwa wamejifikisha pale kwa matayarisho ya kupokea mwili wa Raila Odinga. Pia tuliwaona wale mawaziri ambao tayari walikuwa wamesafiri kuleta mwili kutoka nchi ya India. Tukamwona pale waziri Opiyo Wandayi, pia tulimwona katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Hali kadhalika tulikuwa tumemwona gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo pale katika uwanja huu wa JKIA, wakiwa wamevalia vazi la huzuni kabisa kwa kumpoteza mtu ambaye aliwashika mkono katika safari zao za kisiasa hapa nchini Kenya. Na mtazamaji, kama nilivyokujuza ni kwamba ndani ya studio tunaye mwanajeshi mstaafu ambaye ni meja mstaafu Peter Mwethi. Uko nasi ndani ya studio. Peter, hujambo na karibu sana kwenye matangazo haya ya moja kwa moja ndani ya NTV. Tunamwaga na kumwomboleza Raila Odinga. Na ukumbukaje kiongozi? Naam, niko yangu Ruga, nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Hata kama tuko katika hali ile ya huzuni, hatuna muhali, mambo ni ya Mwenyezi Mungu. Na kwanza kabisa wacha nitoe rambirambi zangu kwa nafasi hii kwa familia yote ya baba na Wakenya kwa jumla kwa kumpoteza kiongozi ambaye ameshughulika sana kutuongoza kisiasa na akajitolea mhanga kwa maisha yake karibu yote ili kuhakikisha demokrasia yetu imekomaa. Na niko na suluhu niuliza kwamba ni yapi huyu baba yetu ambaye ametuaga, ni mengi sana. Tukijaribu kuyajadili basi tutachukua muda wote hapa. Lakini kuna machache ambayo yamejitokeza yakawa yanajulikana na kila Mkenya. Kwanza, huyu ni shujaa aliyepigania uhuru wetu, akajitosa pale, akateseka zaidi ili tuweze kuwa huru siku ya leo. Tena yeye ni mwanademokrasia. Katika maisha yake yote Raila alikuwa akipigania demokrasia. Huyu Raila amepigania haki, hususan haki ya wanyonge. Unaelewa? Haki ya wanyonge, maisha yake yote alikuwa anapigania haki chini ya mwavuli wa demokrasia. Na ikumbukwe dada yangu Ruga, katiba ya 2010 yeye ndiye alikuwa mstari wa mbele kupigania hii katiba. Ili tuache ile katiba nyingine aliyoiangazia kwamba ilikuwa na dosari nyingi ambayo ilikuwa na haki kwa wananchi wa Kenya. Alafu jambo lingine ninakumbuka na Raila, ugatuzi. Ugatuzi kwamba nguvu nyingi zitoke pale serikali kuu ziende mashinani pamoja zikiambatana na rasilimali ili maendeleo yake. Kwa hivyo hapo pia alikuwa mwana maendeleo. Kwa hivyo alikuwa champion wa magatuzi. Alafu 1991 ulikuwa umezaliwa pale miaka mingapi? Huyu ndiye alikuwa champion wa kupigania mageuzi ya ili tuwe na uhuru wa vyama vingi. 1991 ndiye mmoja na wale wenzake wakapigania ile section ya 2A ikawa imeondolewa na huyu aliyekuwa rais wakati huo Daniel Moi, na alikuwa hataki kabisa. Because Moi nikimkumbuka alikuwa anasema vyama vingi vinaweza kuleta ukabila na uhasama katika nchi yetu. Lakini Raila aliona hapana, uhuru na
unaweza kuwa umechengwa kidogo, tuwe na vyama vingi. Basi akapigania tukawa na huu uhuru tulio nao wa vyama vingi. Alafu ndugu Raila alikuwa anapigania tena umoja wa ushikamano wa taifa, unity. Alikuwa anataka taifa lote liwe na umoja. Alafu jambo lingine niliona kabisa Raila alipigania kwa nguvu zake zote ni maendeleo kwa jumla, hasa miundo misingi. Sio kwa vile alikuwa engineer, alipigania miundo misingi. Unakumbuka Nicholas, kuna wakati nafikiri ni wa serikali ya rais mmoja ambaye alipewa kazi ya street transport, akaweka majumba X yale yaliyokuwa barabarani ya Vunjo. Lakini shauri ya siasa zetu akaonekana atakuwa more famous. Basi hilo likaa. Kwa hivyo yeye tunaweza kusema alipendelea sana maendeleo katika nchi yetu. Alafu Nicholas, huyu Raila alichukia mnuko wa ufisadi, ile harufu ya ufisadi hakutaka kabisa. Alikashifu sana ufisadi, aliuchukia. Na hapo mbele pia tukichanganua mambo ya uzuri wake ni haki za binadamu.